Mbaitu miaseo? Miaseo inge? God is good? And all the time? Ndugu zetu Waislamu wale wako hapa, assalamu alaikum. Mheshimiwa ambaye kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kura zenu atakayekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Gavana wa Makueni Mheshimiwa Kivutha Kibwana, Senator Mudhama, wabunge, viongozi wa Makueni, ndugu yangu Senator Mutula Junior Kilonzo. Yangu hayatakuwa mengi. Kwanza mniruhusu kuanza kwa kupeana rambirambi zangu kwa niaba yangu mimi mwenyewe, familia yangu kutoka kule Nairobi, familia wakiongozwa na Senator rafiki yangu, ndugu yangu Farid, watoto wa marehemu. Mimi naomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi, na naomba pia Mwenyezi Mungu awapatie nguvu, mafanikio, matarajio kwa huu wakati mgumu ambao familia inapitia. Na ningependa niseme hivi, na mimi huongea kwa kila matanga. Kifo cha huyu marehemu mzee Ngui ambaye amelala hapa, ambaye alikuwa ni uncle ya ndugu yangu Senator Junior, ni dalili kubwa ama ishara ya kuonesha sisi sote tuko hapa ni maiti watarajiwa, kwa sababu sisi sote tutakufa na tutafuata mzee mahali ameenda kutuandalia. Na pastor ameongea hapa sana mambo mingi sana. Sisi viongozi tukiwa hai tufanyie wananchi matendo mema bila dhuluma, na pia akaongea mambo ya mvinyo, mambo ya ulevi. Tukiwa hai tuangalie. Na mimi baba yangu Gideon Kioko Mbuvi Kivanguli alilea kupitia kwa Biblia Kikristo. Mama yangu alikuwa Muislamu kama Waislamu wamekaa hapa, alilea kupitia kwa Uislamu. Kwa hivyo mimi naelewa Biblia vizuri, naelewa Qur'an vizuri. Waislamu hawa wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mtu akikufa tunatoka kwa Mola tunarudi kwa Mola. Lakini mtaniruhusu kidogo Mheshimiwa Deputy President, sababu wakati mimi naongea ukweli watu wanasema mimi natusi watu. Kwa hivyo leo ningependa kuanza kuachilia familia. Pastor, ningeomba nisomewe kitabu cha Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 9. Hiyo ndio nataka kuachia familia. Leo tunaanza vizuri. Lazima tuheshimu marehemu. Lakini msisahau marehemu pia alichaguliwa kama kansela. Kwa hivyo lazima tutaongea siasa kidogo. Nataka nisomewe hiyo. Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 9. Na msikie kwa makini tafadhali. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili. Mhubiri kifungu cha 9 mstari wa 5 hadi wa 9. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililowafanyika chini ya jua. Wewe enenda zako, ule chakula chako kwa furaha, unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka.
kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Mapazi yako na yawe meupe siku zote, wala kichwa chako kisikose maharamu. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili ulizostaabika chini ya jua. Asanteni sana. Hiyo kisomo kinajiongelea. Mimi sitaki kuongea zaidi, lakini wale wanaokunywa mvinyo, Biblia inasema usikunywe sana, kunywa tu kidogo. Ile ya kuharibu. Kwa hivyo mimi kwa sababu ya wakati lazima tusikize the fifth president of the Republic of Kenya na watu wengine. Mamake rafiki yangu, ndugu yangu Junior alisimama hapa akasema dhulma ile alipitia kule Nairobi. Yeye kama mjane, yale ameongea ni mambo ya ukweli. Shida yetu kule Nairobi, cha kuongea siasa ya Nairobi hapa. Shida yetu sana sana ni ukateli. Vile mama ameongea hapa, ningependa kusema ni mambo ya ukweli na si dhulma imefanyika yake peke yake. Mawido wameuawa, wakinyang'anywa mashamba, wakinyang'anywa mali yao. Tukasema tulipochaguliwa hatuwezi kubali uongozi wa aina hii wa kupiga mawido ufanyike Nairobi. Tuliweka mikakati tukahakikisha mawido zaidi ya 27 tuliwarejeshea manyumba yao na property yao ambayo walikuwa wamenyang'anywa na mabonyenye, wengi wao wakiwa ndani ya serikali. Leo sitaongea hayo kwa wingi sababu siko Nairobi. Nitaongea hayo kule Nairobi. Kwa hivyo mama, bado tuko pamoja. Hata kama niko nje ya serikali nimetolewa, ukiwa na shida usiku wa manane saa yoyote, bado niko tayari kutetea wanyonge mahali popote Kenya mzima pale wako. Kwa hivyo pia Junior, ningependa kukushukuru wakati wa hiyo shida ulibisha ofisi yangu na tukasimama na wewe tukasaidia mama. Tuendelee na huo moyo wa kusaidiana. Ya pili, ningependa kuongea kuhusu ndugu yangu Junior Mutula Kilonzo. Huyu Junior pia ni Simba. Na mimi na yeye ni marafiki wa dhati. Tumefanya kazi pamoja nikiwa Senate na yeye akiwa Senate. Na mimi nakumbuka baada ya kifo cha marehemu baba yake, nilipewa chopa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na huyu deputy president hapa nije Makueni kukampenia candidate wa Jubilee. Lakini mimi nikamwambia Rais Uhuru, haiwezekani. Blood is thicker than water. Baba yake Junior na baba yangu walikuwa marafiki sana wa dhati kama vile mimi na Junior. Na isitoshe, Wiper walipofanya harambee ya kuchanga pesa ya kampeni, nilipeleka mchango wangu kwa candidate wa upinzani na Junior kwa hapa anajua. Na isitoshe, wakati nilishikwa kinyama na chopa na askari zaidi ya 300, mtu ya kwanza alisimama na mimi akiwa senator ni ndugu yangu huyu Junior Mutula Kilonzo. Thank you. Nilipowekwa korokoroni, yeye ni wa kwanza kuja kwa court cell basement kusema atakuja kotini kuniwakilisha, na maseneta wengine na wabunge wengine kina Daniel Maazo, kina Marcomen, na pia Mheshimiwa Deputy President akasimama na mimi. Na mimi ningependa kusema hivi, na sitaki kutumia lugha mbaya, ningependa Mungu aniongoze na facts. Waizi wakubwa wa hii Kenya hawakamatwi, wako ndani ya serikali. Mimi ningependa kusema hivi, dhuluma, sababu mimi si kiongozi wa kikabila, lakini dhuluma kubwa hii jamii ya Ukambani tumepitia. Mimi nakumbuka kabla ya Junior asimame, dada yetu Kethi Kilonzo alikuwa asimame. Mkaona ile mambo alifanyiwa ya dhuluma, akaambiwa atashikwa, anapelekwa korokoroni.
Dada yetu Philomena Mwilu akakamatwa kama mwizi, kwanza na askari wanaume. Tumevumilia, tumenyamaza. Sasa Chief Justice Maraga ameenda, dada yetu anataka kuwa Chief Justice. Wakora wanasema hapana, wanatafuta mtu mwingine wa handshake, sijui kabila yao, ambaye atapewa hiyo nafasi. Kwa hivyo mimi ningeomba kunyenyekea na kusema, ndugu zetu hapa Ukambani, Gavana Kibwana, wale magavana wengine, hii serikali ya Mheshimiwa Uhuru haina uzuri na sisi, haina uzuri na Wakenya wale wa chini. 14 bilioni imewekwa BBI, lakini hakuna pesa ya kupea Wakamba na Wakenya wengine kuwanunulia chakula na pesa ya barakoa ya kupeleka watoto shule. Lazima tusimame na ukweli. Yale mambo yananifanyikia pale Nairobi, sitaki kuyaongea sana. Mimi nimesema nimeachia Mwenyezi Mungu. Kama nilidhulumiwa kwa njia ya kinyume ya sheria, basi Mungu yuko. Lakini ningependa niseme hivi, ingawa hapa si Nairobi, lakini Senator uko hapa, Mheshimiwa Deputy President uko hapa. Mimi naheshimu wamama sana, naheshimu wanawake sana, lakini nilichagua Deputy Governor mwanamke anaitwa Anne Kananu Mwenda. Lakini mtu ya kwanza kuniambia wachana na hiyo maneno ni Rais Uhuru mwenyewe. Akaniambia amepata information kwa kitengo cha NSIS kuwa ati yule Deputy Governor Anne nimechagua ati yeye ni Anne Waiguru wangu. Kwa sababu mimi nilimheshimu rais sana. Nilimheshimu rais sana. Lakini nikamwambia rais, wacha nifikirie kabla nilete mtu mwingine. But ndugu yangu Kibicho akasponsor mtu kwenda kotini kusimamisha vetting ya Anne Kananu Mwenda. Wakati nikiconsult na naongea kwa heshima, sijui shida yetu wa Kenya ni nini. Ukiongea na heshima, ukiongea ukweli, unaambiwa unatumia matusi. Sababu mimi naheshimu rais na familia yake. Dadake anaitwa Christina Pratt akanipigia simu. Akaniambia wamejadiliana na rais na family imeonelea niweke mwanamke anaitwa Jane Weru. Sababu mimi naheshimu rais, nikakubali. Nikafanya barua kwa speaker kuwa mimi ndio nilichagua Anne Mwenda na mimi namuondoa Anne Mwenda kama nominee wangu wa deputy governor, na nimefuata sheria na nikatumia Anne Mwenda kopi ya hiyo barua. Lakini sasa tunaona watu Nairobi wanataka kuvunja sheria. Nairobi ni ya kila mtu. Ni Cosmopolitan County, ni yetu sisi Wakamba, Wajaluo, Wakisii, Wabaluya, kila mtu. Na sababu Nairobi ni kubwa kushinda sisi sote, imefika mahali mimi nimeamua uamuzi yangu niachie Mwenyezi Mungu. Lakini Nairobi lazima wapate uongozi gavana wanaomtaka. Si kuleta mtu ambaye hajachaguliwa kinyume ya sheria, na mimi naogopa Mungu. Naomba serikali iogope Mungu. Rais Uhuru aogope Mungu. Hiyo jina nilitoa. Mimi naomba sasa Wakenya, watu wa Nairobi, hata kesi yangu mahakamani kwa sababu Nairobi ni kubwa na hakuna kiongozi, niko tayari sasa kuitoa. Nitakaa miaka 10 kwa sababu watu wanasema God's time is the best. Hata 2022 rais alipoangushwa alingoja mpaka 2013 kusimama. Kwa hivyo Nairobi ni kubwa kushinda kila mtu. Mimi naomba watu waende uchaguzi, wachague, na si lazima sana kwa kiongozi, wachague governor ambao
wanampenda kupitia kwa ballot, not kupitia kwa nomination ambazo tulizitoa kupitia kwa katiba. Mimi naomba hiyo sana, Rais, tuheshimu katiba ya Kenya. Yale mengine ningependa kusema, kwa sababu tupatie nafasi viongozi wengine pia waongee, na mimi nitaongea kama kiongozi, sio kama mkabila. Ingawaje muacha mila wanasema, mimi sasa sitawacha mila. Mimi nakubali na narejelea bila hasira, bila uchungu. Nimetolewa, lakini kutolewa yangu ni kwa sababu baba yangu Mbuvi Kioko Kivanguli hakuwa rais, hakuwa prime minister, hakuwa MCA. Mbuvi Kioko Kivanguli alikuwa hajuani na babake Uhuru Kenyatta, alikuwa hajuani na Jonathan Toroitich arap Moi. Mimi sikuzaliwa State House, kwa hivyo wakaona mimi sifai. Na hakuna kitu mbaya kama dhuluma. Rais mpendwa alipitia yale mimi nayapitia. Akiwa na ndugu yetu hapa, wakapelekwa kule ICC. Nikamobilize Wakamba Nairobi, Wajaluo Nairobi, Wakenya Nairobi, tukaenda protest kule ICC. Tukasema rais na deputy president wameekelewa makosa ya uongo. Na mimi nakumbuka mama wetu mpendwa, Mama Ngina, na wale watu wote walikuwa nyuma ya rais, mimi nikiwa mmoja yao. Tulihuzunika sana, tukatokwa na machozi sana, na tukasema hii ni dhuluma wanafanyia mtoto wa Mama Ngina. Kwa hivyo leo ningependa mimi kusema, dhuluma ile utaki mtoto wako afanyiwe, usifanyie mtoto wa mwingine. Kwa sababu kuna leo, kuna kesho. Hatujui ya kesho ni yapi yale yatafanyika. Ya mwisho, narudi tena kwa Gavana Kibwana, Senator Mutula, kwa sababu niko Ukambani, viongozi wote hapa Ukambani. Sisi tumekuwa tukitumika sana kama karatasi ya choo, kama rubber stamp, kusaidia watu wengine kupanda ngazi kuwa marais. Na wao wamejipanga, wanaenda kwa debe wakiwa block bila kukosana. Na wao umwaga pesa kugawanya jamii zingine. Kama utapata sasa, sisi hapa Ukambani, gavana wa Machakos atapewa pesa na serikali, ambaye wewe simama. Gavana Ngilu atapewa pesa, ambaye wewe simama. Mkamba mwingine atapewa pesa, atapewa wewe simama. Kwa sababu gani? Tugawanye. Mimi ningekwambia Junior, wakati wa kuamka ni sasa. Na mimi kwa heshima kubwa Junior na Kalonzo, mimi nawanyenyekea, niko chini yenu kwa magoti. Kaeni chini, mfikirie mahali tutapeleka watu wetu. Pale mahali mko unatapeliwa. Mimi nimekuwa ndani ya system ya serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, naelewa kila kitu. Uliona pale juzi wewe mwenyewe Senate, kwa sababu ya urafiki wetu na ndugu wetu na heshima na kazi tumefanyia mama yako mzazi, ulikuwa unaniokoa, unapiga no. Lakini ukaogopa simu ya Uhuru Kenyatta, akakwambia lazima utoe sonte. Lakini ningependa kukupongeza, badala upige yes uka-abstain. Na hiyo ilikuwa sawa. Wacha nikigonga ndugu yangu huyu, anataka kunipeleka nyumbani, angenipigia yes. Ningependa kupongeza Senator Wambua kutoka Kitui. Ningependa pia kuendelea kuombea Senator Kabaka mahali analala. Mwenyezi Mungu aendelee kuweka roho yake mahali pema peponi. Alisema vile Waiguru amefanyiwa akasaidiwa, basi Sonko pia tumsaidie kabla afe.
lakini kwa sababu Waiguru walikuwa wanafanyia mtu fulani massage, mkubwa fulani, zamani tukifanya kampeni ikasema asamehewe, huyo ni msafi kama pamba. Lakini Sonko alisimama na haki, akichunga na kuprotect katiba ya Kenya. Nikakataa kupeana 37 billion ambazo zinangojwa na COVID billionaires. Mimi nawajua wako mahali wanazingoja. Mtu mmoja amejenga, hatukatai maendeleo Nairobi. Mtu mmoja amejenga hospitali 23 kutoka familia moja, anangoja hizo mabilioni alipwe. Dadake fulani, wacha niseme fulani, nikitaja majina na mboni matusi. So wacha niseme leo, dadake fulani ana supply matunda Mbagathi, anangoja alipwe milioni 220 kwa mwezi. Na hiyo ni bandia na ni wizi. Na tunawajua. Because wamekula pesa ya COVID, walikula ile pesa ya zile facilities za health, na hawezi shikwa. Nuruddin hawezi washika. EACC hawezi washika. Kinoti hawezi washika. Sababu wanapigiwa from above. Hapana, hiyo file ni dada ya fulani, fungia. Hiyo file inahusu Matiang'i. Hata kama 1.5 bilioni imepotea, fungia. Bati ya Sonko peleka, wacha aende ndio tuchukue Nairobi. Imepitia mambo mengi ya uchungu. Lakini tunaomba Mungu asimame na haki na atetee wananchi wa Nairobi. Kwa sababu hakuna vile mimi ningenyamaza wakati wa COVID. Nyanya zetu, mama zetu kule Kariobangi, sababu hiyo shamba ilitakiwa familia fulani walikuwa wanajenga manyumba, siwa ilikuwa drain hapo, ikasemekana watu wapigwe. Mimi nikasema siwezi piga, si Wakamba peke yake, Wakenya zaidi ya 15,000 hadi sababu tujenge siwa. Ruai the same. Kibera, Dagoretti, Wakenya wamepigwa. Lakini ningependa kuambia waasiriwa popote pale waliko, hata kama siko kwa serikali, nitapiginia haki yenu mahakamani mpaka mlipwe, mkompensetiwe mahakamani. Hiyo ndio kitu ningependa kuambia kwa sasa. Mimi sitaki kuongea mingi kwa sababu ya wakati, na lazima pia tumsikize Mheshimiwa Deputy President. Niko na mambo mingi sana hapa ya kuongea, but mengi hayawezi ongewa na viongozi kwa sababu watu utishwa, watu huogopa. Kama mimi nimetishiwa, nimeambiwa nitafungwa, nimeambiwa na nitauawa, niko tayari. Nilisema watani impeach, sipeani pesa, sikupeana. Wameni impeach, sawa, lakini nitasimama na haki na ukweli. Hakuna vile ningepea pesa yote. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta nakubali, nilimpa functions, akaniambia na nisaidia kazi. Lakini zile nafasi ndogo ndogo, function kidogo kidogo nimebaki nazo. Kununulia wananchi chakula ya disaster, pesa ya fire, pesa ya kujenga mashule, pesa ya kujenga stadium, pia wakaninyang'anya. Mimi bado niko na maisha kisiasa. Hakuna vile naweza kubali dhuluma. Kwa hivyo msidanganywe ati Sonko aliiba, ati Sonko haheshimu rais. Na mheshimu rais sana. Nilimvumilia rais sana. Lakini amenitesa, amenidhulumu vya kutosha mpaka mahali imefika. Enough is enough. Akitaka anifunge, akitaka aniue. Na mimi kuanzia leo nitasimama na ukweli, nitasimama na katiba ya Kenya. Niko tayari nisisimame miaka 10, lakini nitasimama nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Ruto mpaka aingie ikulu ya Nairobi. Tutaelezea sababu kuna freedom of expression. Kule South Africa kina Malema walikuwa wanaambia Jacob Zuma ukweli. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais na kuheshimu, lakini nitakwambia ukweli. Dhuluma zako nitaelezea wa Kenya. BBI lazima tuiangushe. Na wewe rais tunakupenda. Fuata mfano wa Mheshimiwa Rais Kibaki. Wachana na siasa, enda nyumbani. Tutakuchunga mimi na Mheshimiwa William Samoei Ruto ukiwa huko. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki wote.
Mwere muzeo. Mavi naone. Bado tuko Asante. Kuna mtu pale nyuma